Hello, karibu Today Ministry. Namshukuru Mungu kwa sababu yako na kwa ushirikiano wako mkubwa. Mungu wa mbinguni azidi kukubariki na kukulinda. Natamani leo tuongelee kitu kidogo na tupate historia kidogo ya kitu fulani ambacho ni muhimu sana kwenye maisha yako siku ya leo. Na mwaka mmoja mtu mmoja anaitwa Brian Tracy aliwahi kusema goals are the fuel in the furnace of achievement, akimaanisha malengo ndio mafuta yanayochochea moto wa mafanikio. Na alikuwa na maana fulani kusema hivi kwamba mtu asiye na malengo hawezi akafanikiwa maana yake. Sasa leo nataka tuzungumzie jambo moja au mada moja kwamba kuna siri za kuweka malengo sahihi au kanuni ya SMART. Kwa maana nyingine nitakufafanulia zaidi. Kuna siri za kuweka malengo sahihi, na malengo tunapoyaongelea tunaongelea ni kitendo cha kuamua kwa makusudi au kusudi fulani kile unachotaka kufanikisha katika maisha yako, pamoja na kupanga njia ya kukifikia kwa wakati na majira sahihi. Lakini malengo ni kama ramani ya maisha yako. Maisha kusema hiki kitu pia kwamba ramani ya maisha yako ni vision au maono ulionayo. Kwa hiyo ukiwa na malengo pia ni kama ramani ambayo yanakusaidia. Maana yake bila ramani unaweza kutembea sana lakini usifike unapoenda au usifike popote. Ndio maana Brian alisema hiki kitu kwamba goals are the fuel in the furnace of achievement. Yani malengo ndiyo mafuta yanayochochea moto wa mafanikio. Unataka kufika mahali lazima uwe na malengo. Na mtu asiye na malengo ni kama meli iliyo baharini bila dira. Na inaelea tu lakini haijui inakoelekea. Na sasa watu wengi wanapoteza muda mwingi, nguvu na uwezo wao kwa sababu hawajajua wanataka nini na lini wanakitaka hicho kitu na wakifanyia wapi na ni muda gani. Hicho ni moja kati ya vitu ambavyo vinasababisha watu wengi sana wanapoteza malengo yao. Na kuna umuhimu pia wa kuweka malengo. Kuna umuhimu sana mkubwa wa kuweka malengo kwa sababu malengo yanatupa mwelekeo, motisha na vitu mbalimbali. Bila malengo hata ndoto nzuri huwa zinaharibika mwanzoni tu au mapema sana kabla hujafika popote. Kwa hiyo malengo lazima uwe nayo na ni muhimu sana kwenye maisha yako. Jambo la kwanza, malengo yanakupa mwelekeo. Unajua unakoelekea na hivyo upotezi muda katika vitu visivyo muhimu. Kwa sababu unajua mwelekeo wako, direction yako ni wapi unapotakiwa uende kwa wakati gani. Focus unakuwa unaijua. Lakini pia motisha. Malengo yanakupa sababu ya kuamka kila siku, kila asubuhi, kila wakati. Akili yako inakuwa iko very specifically ikiwaza kile kitu ambacho unastahili kukamilisha. Kwa hiyo ukiwa na malengo kweli unakuwa na motisha kubwa sana. Sawa na useme kwamba yani na sehemu ambayo natakiwa niende siku fulani. Kwa hiyo kila sana unakuwa unawaza ile siku ifike, lakini pia unaandaa mazingira mazuri ya kuelekea pale ambapo unataka kuelekea ile siku kabla mambo hayajaribika. Kwa hiyo malengo yanakuwa yanasaidia vitu vingi kama hivyo. Lakini jambo lingine ni nidhamu. Kwa na malengo yanakulazimisha kupanga muda, rasilimali na tabia zako zinakuwa ziko sahihi. Kwa nini? Kwa sababu yanakufundisha namna ya kuwa na nidhamu juu ya muda wako, jinsi ambavyo unastahili utumie, lakini pia yanakufundisha kuwa na rasilimali, jinsi ya kuzitumia. Yanakufundisha self discipline. Ukisoma kwenye kitabu cha Methali 19 inasema kwamba pasipo maono watu huacha kujizuia. Na hicho kipengele kile B nafikiri. Na hii ina maana kwamba bila malengo au maono mtu hukosoa kila ambacho anakifanya yeye mwenyewe, au mtu hukosa mwelekeo na nidhamu ya kujizuia, anafanya vitu ambavyo
havistahili. Na kuna aina nyingi za malengo. Kuna malengo ya muda mrefu na malengo ya muda mfupi, lakini pia malengo ya muda wa kati. Kwa nini tunaweka hivi malengo ya muda mrefu? Haya ni yale unayopanga kufanikia ndani ya muda wa karibu, muda mfupi. Kama unakuwa na malengo ya muda mfupi, maana yake unakuwa na muda wa kufanikiwa kwa muda mfupi, labda wiki, mwezi au mwaka mmoja. Mfano, nitamaliza kusoma kitabu hiki mwezi huu, au labda utafanya jambo gani, au nitahifadhi shilingi milioni 1 kila mwezi. Au ni malengo ya muda mfupi. Lakini malengo ya muda wa kati ni aina ya malengo ambayo yanahitaji muda wa kati kufikiwa au kukamilishwa, kama miaka 2 hadi 5. Au mfano, unaweza ukasema kwamba nitakuwa nimeanzisha biashara yangu binafsi ndani ya miaka 3, kwa malengo ya muda fupi. Ukija kwenye malengo ya muda mrefu, haya ni malengo ambayo yanahusiana na picha kubwa ya maisha yako, upana wadi. Kwa hiyo kama inahusiana na picha kubwa ya maisha yako, manake hayo yanakuwa maono ya miaka 10 au 20 ijayo. Mfano, unaweza kusema kwamba nitakuwa nimejenga nyumba yangu na kusaidia vijana wengine kufanikiwa, au nitawajengea wazazi yangu nyumba miaka fulani. Manake umeweka malengo ya muda mrefu. Au nikimaliza masomo fulani mwaka fulani, nitaajiriwa sehemu fulani, au nitajiajiri sehemu fulani. Hayo ni malengo ya muda mrefu. Sasa kuna siri gani ndani ya kuweka malengo sahihi? Kuna kitu ambacho tunaita kanuni ya SMART. SMART kama Kiingereza. Malengo mazuri lazima yawe hivi. Ile neno SMART, S tunaita specific au mahususi. Maana unaeleza unachotaka kwa uwazi. Unaeleza kile kitu ambacho unakitaka kwa uwazi, unataka kufanya nini, kwa wakati gani na kwa muda gani. Lakini M kwenye SMART, neno M ambao sasa ndo siri za kuweka malengo sahihi. Measurable ambao tunaita yanayopimika. Maana unapaswa kujua kama umefanikiwa au bado juu ya kila ambacho unachokitaka au kila ambacho umekeleza kwenye ufahamu wako. Lakini A kwenye neno SMART, achievable. Yanawezekana, ujue kwamba yanawezekana. Maana yasije yakawa makubwa kupita uwezo wako wa sasa. Ni kitu ambacho nakifanya, jua kwamba kinawezekana. Lakini neno R, herufi R kwenye neno SMART, relevant, ambayo yenye maana ya kitu ambacho nakifanya kiwe na maana halisi, yalingane na maono yako makubwa. Uwezo ukawa una maono ya kuwa bilionea, alafu unafanya kitu ambacho kinaendana na ukulima, na kwa unataka kuwa mfanya biashara mkubwa wa ukulima wa mazao, jambo ambalo haliwezekani, sababu unatakiwa kufanya kitu ambacho ni relevant na maono yako, viendane na maono yako. Lakini T kwenye neno SMART, time bound, yenye muda maalum. Uweka tarehe ya mwisho ya kuyafikia maono yako. Mfano mbaya, wanasema kwamba nataka kuwa tajiri. Mfano mzuri, nataka kuwa na akiba ya shilingi milioni 10 ndani ya miaka 3 ijayo. Kwa ni vitu ambavyo ni vya kuzingatia sana kwenye maisha yako, ni vitu ambavyo ni vya muhimu, na usipozingatia sometime vina affect maisha ya watu wengine. Kuna hatua za kufanikisha malengo yako. Cha kwanza, andika malengo yako, lazima uandike na ujue ni ya muda gani. Lakini pia gawanya malengo makubwa katika hatua ndogo, lazima usigawanye malengo ya onekane vizuri, lakini chukua pia hatua kila siku anza hatua moja kwa sababu ya malengo yako. Lakini pia pima maendeleo yako wewe mwenyewe. Lazima uyapime maendeleo yako wewe kama yakoje. Je, kitu ambacho unakifanya kinafanikiwa au hakifanikiwi? Lakini pia usikate tamaa.
Kila mafanikio makubwa yanahitaji uvumilivu. Alisha kusema mtu mmoja tu, Thomas Edison, kwamba I have not failed, I have just found 1000 ways that they want to work. Yani kushindwa si mwisho, ni sehemu ya kujifunza njia bora. Alijitahidi sana kutengeneza balbu kwa miaka mingi, lakini mara 1000 ndo akaja kufanikiwa. Na kuna vikwazo mbalimbali ambavyo pia vinaweza vikakuzuia, kama vile uzembe na kiburi ambacho unakuwa nacho, lakini pia kusubiri muda mzuri inaweza pia kuhamisha wewe. Hakuna muda kamili wa kuanza kazi ambayo unataka kuifanya au maono yako. Anza sasa. Lakini pia hofu ya kushindwa, usikubali hofu kutawala. Hili jambo nimeliongelea sana. Lakini pia ukosefu wa mipango. Usipokuwa na mipango, manake lengo lisilo na mpango ni kama gari lisilo na mafuta. Kwa gari haliwezi enda bila mafuta. Lakini pia kukosa nidhamu, bila kujiuliza na kufuatilia ratiba, malengo hubaki maneno tu. Lakini pia kukosa imani. Lazima uwe na imani kwamba hata nikipitia changamoto, lazima tu mambo yangu yatatimia, na usikubali kuvunjika moyo haraka. Pambana. Lakini pia usisahau kumwomba Mungu akusaidie kufanya kila ambacho unakitamani. Mungu akubariki sana. Na kuweka malengo na kuyaendea si jambo la fahari tu, bali ni kanuni ya maisha yenye mafanikio. Kwa hiyo malengo yanakupa sababu ya kuamka, yanakuweka katika mstari na yanakufanya uishi kwa kusudi. Kama utapanga maisha yako, basi utakuwa sehemu ya mipango ya watu wengine wanakutumia wanavyotaka. Kwa hiyo unaweza ukajiuliza vitu vingi. A goal without a plan is just a wish. Lazima ujue mtu ambaye unajishughulisha. Commit the Lord whatever you do and he will establish your plans. Mshirikisha Mungu kila ambacho unakifanya, na yeye atakusaidia. Mungu akubariki sana. Na sijui mimi kama malengo yako umewekaje juu ya mwaka huu na mwisho huu wa mwaka, na sijui kama umesha seti malengo ya mwaka ujao. Ila jitahidi ufanye kitu kitakusaidia sana, na Mungu wa mbinguni akubariki sana. See you next time.